Katika kipindi cha mwezi Oktoba mpaka Disemba, ambapo taarifa hii itajikita, TAKUKURU mkoa wa Mwanza imefanikiwa kudhibiti fedha kiasi cha shilingi milioni 85, fedha ambazo zilikuwa ni malipo ya walimu wapya. Kama mtakumbuka, serikali hivi karibuni iliajiri walimu wapya wa shule za sekondari. Kwa hiyo katika kipindi hicho walimu ambao walikuwa wamepangwa katika halmashauri mbalimbali za mkoa wa Mwanza ikiwemo jiji la Mwanza, jumla walimu 77 walicheleweshewa malipo yao ya kujikimu. Kwa hiyo yaliibuka malalamiko mengi na kuonekana kama fedha zile pengine zimeliwa. Sasa TAKUKURU iliingilia kati na kuwezesha fedha hizo zote kupatikana na kisha kulipwa kwa walimu hawa. Kumbuka kwamba walimu walicheleweshewa fedha hizo kwa zaidi ya miezi 6. Kwa hiyo kidogo ilikuwa ileta sitofahamu, lakini kwa intervention ya TAKUKURU kazi hii ilifanyika na walimu wote walipwa fedha zao. Msingi fedha ilicheleweshwa kwenye akaunti ya mkurugenzi. Yaani baada ya kuwa serikali imetoa, itakiwa fedha ile ilipwe moja kwa moja. Sasa kwa kuwa hakuwa na vitendo vya rushwa, isipokuwa hata ofisi ya mkurugenzi kuna ucheleweshaji ambao inawezekana haukuwa wa vitendo vya rushwa kwa kweli. Haikuwa rushwa pase ya kuchukua hatua za kisheria. Hakuwa na ushahidi wa kwamba labda fedha hiyo iliibwa au ilihamishwa kufanya majukumu mengine. Ni fedha tulifika kwenye akaunti ikacheleweshwa. Kwa hiyo hatua tulizochukua sisi ni hizo za kufanya uchambuzi wa mfumo na kudhibiti fedha hizo. Pengine ucheleweshwaji ule ungeweza kuleta kero zaidi ama kuleta changamoto nyingine ambayo ingesababisha vitendo vya rushwa. Kwa hiyo baada ya intervention fedha hizo zilipwa kwa wakati na tatizo likaimaisha na malalamiko yakaisha kabisa. Katika dawati la uzuiaji wa rushwa tumekuwa na kazi mbalimbali ikiwepo uchambuzi wa mifumo, lakini pia ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa hiyo katika kipindi hicho TAKUKURU imefanikiwa kufuatilia jumla ya miradi 17 katika mkoa wa Mwanza, miradi ambayo ilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 4.7. Katika kipindi hicho ambacho TAKUKURU imefuatilia miradi hiyo, ilibainika changamoto na mapungufu madogo ambayo TAKUKURU kama ilivyokuwa jukumu lake kupitia wataalamu wake ilifuatilia na kutoa ushauri kwa wakandarasi ama taasisi ambazo zilikuwa zikitekeleza miradi hiyo. Na baada ya kutoa mapendekezo hayo ifanyiwa kazi na miradi hiyo yote ilikamilika kwa ukamilifu na kwa ubora uliokuwa unatakiwa. Tumekuwa tukipokea malalamiko mbalimbali ya vitendo vya rushwa, na tukipokea malalamiko hayo tumekuwa tunafanya uchunguzi wa kina na kuthibitisha tuhuma mbalimbali na kuzitolea maelekezo, aidha kuzipeleka mahakamani kupitia ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali, lakini pia tumekuwa tukishauri mamlaka mbalimbali ambazo pengine ni vitendo tumepokea malalamiko ambayo hahusiana na vitendo vya rushwa. Kwa katika kipindi kama hicho cha Oktoba mpaka Disemba 2025 tulifanikiwa kupokea taarifa 59. Katika taarifa 59, taarifa 24 zilihusiana na vitendo vya rushwa na taarifa 35 zilikuwa ni za vitendo ambavyo havikuwa vya rushwa. Na katika kipindi hicho tulifanikiwa kushinda kesi 2 ambazo zilikuwa mahakamani. Aidha, taarifa zinazohusu vitendo ambavyo ni vya rushwa zimefunguliwa majarada ya uchunguzi na uchunguzi katika hatua mbalimbali. Kipindi hicho pia tulifungua kesi nyingine mpya 4, lakini pia kulikuwa na kesi nyingine 9 ambazo zilikuwa zinaendelea mahakamani. Katika kipindi hiki ambacho tayari tumekwishaanza robo ya 3, TAKUKURU imekuwa na mikakati ya kufanikisha mapambano dhidi ya rushwa kwa kuzuia vitendo vya rushwa, ambapo tumekuwa tunatoa elimu na tunaendelea kutoa elimu kuhakikisha wananchi wote na wadau wanafahamu namna ya kupambana na rushwa. Lakini tumekuwa tukichunguza au tumepanga kuendelea kuchunguza vitendo vya rushwa kwa mujibu wa sheria ya kupambana na rushwa namba sura ya 329. Lakini pia tunaendelea kufanya chambuzi mbalimbali za mifumo ya serikali ili kufuatilia utekelezaji wa mifumo hiyo. Lakini pia popote pale tunapoona kwamba kunakuwa na mapungufu, tumekuwa ni jukumu letu kuzishauri mamlaka na kuwekeana malengo namna gani ya kuziba hayo mapungufu ambayo kama yakiachwa yanaweza yakasababisha vitendo vya rushwa kujitokeza. Lakini jukumu lingine kubwa
ambao liko kwenye mkakati pia wa Januari mpaka Machi 2026 ni pamoja na kufanya ufuatiliaji wa miradi yote ya maendeleo, kuhakikisha kwamba hakuna ufujaji wa fedha ya serikali wala hakuna ubadhirifu wa fedha ya serikali, au kuhakikisha miradi yote ya serikali inafanyika katika ubora uliokusudiwa na kwa thamani ya fedha iliyotolewa na serikali. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.